Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Gumzo, karibu tena kwenye Gumzo hili maalum. Leo ni tarehe 17 Februari mwaka 2026. Miaka mitano iliyopita, tarehe kama ya leo, kiongozi ambaye aliacha alama kubwa visiwani Zanzibar, kwa hakika Tanzania nzima na pengine hata kwa Afrika Mashariki, Maalim Seif Sharif Hamad alituacha mkono, aliaga dunia, alirejea kwa Mola wake. Miaka mitano hii kwa Wazanzibari wengi ambao walimchukulia kama ni shujaa wao, imekuwa ni miaka ya kuijenga upya, ya kuangalia mbele, maisha upya yanaweza kwenda, siasa, mapambano, harakati bila Maalim Seif, kiongozi wao, shujaa wao, alama yao. Tunaikumbuka miaka mitano hii kwa kuzungumza hivi leo kwenye Gumzo maalum na miongoni mwa wanafunzi wake wakubwa, Ismail Jussa, ambaye tangu utoto wake, ujana wake na utu uzima wake alikuwepo na Maalim Seif katika safari hii ya mapambano ya haki ya harakati za Zanzibar. Tunazungumza naye kwa sababu ya kuiakisi miaka mitano, si kuomboleza, lakini kumkumbuka na kumpa utajo wake unaostahili kipenzi chetu marhum rahimahullah Maalim Seif Hamad. Ismail, karibu sana kabisa. Hatujazungumza siku nyingi sana kwenye Gumzo na watu wanakuulizia sana, lakini najua pilika zako ni nyingi, ila leo nimepata la kutukutanisha hapa kuzungumza kuhusu kipenzi chetu. Karibu sana kwenye Gumzo hili maalum. Asante sana Mohamed, na mimi nashukuru na nimefurahi kwamba kama walivyosema, kwa mara nyingine tena leo tumepata fursa hii ya kuzungumza na wewe na kupitia wewe na kupitia channel hii ya Gumzo la Ghassani kuzungumza na umma ambao unafuatilia channel yako. Kwa hiyo mimi nashukuru sana, asante. Asante sana. Tuje katika kuiangalia miaka hii mitano. Ismail, imepita na mapito yake, imesafiri na safari zake, lakini mbele yetu ipo taswira ya kiongozi wetu, mpenzi wetu, marhum Maalim Seif. Kwako binafsi Ismail, miaka hii mitano unaichukuliaje? Naweza kusema kwamba ni miaka mitano ya mchanganyiko wa fikra na tafakuri, wa mitazamo na wa hatua tulizopiga. Bila shaka hata ukisema vipi bado ukweli utabakia kwamba miaka mitano hii imekuwa ni ya kukumbuka nyakati ambazo tulikuwa pamoja na Maalim Seif, sasa tukiishi katika zama mpya ambazo hatunaye Maalim Seif. Iligubikwa hasa katika miaka ya mwanzo, labda tuseme miaka miwili ile ya awali, ikiwa bado tuna huzuni, majonzi na masikitiko, simanzi, kila wakati ya kumkumbuka na pengine kuhisi kwamba au kujiuliza kwamba je, tutaweza kwenda bila ya Maalim Seif? Tutaweza kuzipeleka harakati vile namna alivyokuwa akizipeleka yeye? Tutaweza kutimiza au kuzima kiu ya Wazanzibari kwa pengo lile ambalo ameliacha? Hiyo unaweza kusema labda ilikuwa ni miaka miwili ya mwanzo, lakini miaka mitano hii, hasa labda hii miaka mitatu iliyofuata, pia imetufundisha kwamba kumbe Maalim alikuwa Maalim kweli, amesomesha, amehitimisha wengi, na wako ambao kama walivyosema baadhi yetu tumepata fursa adhimu kabisa, na kwa hayo hatuachi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tulikuwa karibu naye takriban umri wake wote, hasa katika utumishi wake wa harakati za kisiasa na ukombozi kwa upande wa Zanzibar. Lakini wako pia ambao walifanya naye kazi pengine si kwa karibu sana, kwa chini yake sana, lakini pia walikuwa wakimuona kama shujaa wao, kama ni alama yao ya ukombozi, na ambao pia sasa ni sehemu ya harakati hizi. Tumejumuika pamoja na tunazipeleka harakati mbele, na nadhani miaka mitatu iliyofuata imeonyesha kwamba Maalim alifanikiwa katika hili, na ndio maana harakati zinaendelea, misingi yake aliyoiacha inaendelezwa, na zaidi naweza kusema kama tutazungumza mfano, basi nadhani harakati za uchaguzi wa mwaka jana, mwaka 2025,
jinsi chama kilivyoweza kujiendesha katika kujipanga kwa ajili ya uchaguzi, lakini pia namna kilivyoendesha hatua na utaratibu wa kupata mgombea urais, ambaye kwa mara ya mwanzo tumekuwa na mgombea urais asiye Maalim Seif katika historia ya chaguzi ya vyama vingi, na vile vile katika kuendesha kampeni na tulivyoukabili uchaguzi na matukio yake. Kwa hiyo nadhani hayo Mohamed nikitazama, nadhani kwamba hata huko aliko Maalim, Mwenyezi Mungu amtilie nuru kaburi lake, naamini kwamba roho yake ina furaha kwamba alichokiacha nyuma hakijazimika na kasi inaendelea pale pale. Hiyo ndio tafakuri yangu miaka mitano hii. Umetaja kuhusu hatua ya mwisho, tuseme tukio la mwisho kabisa ambalo linaweza kutaja alama yake kwamba inaendelea, uchaguzi uliopita mwaka 2025 ambao kwa kila hali na kila sura, Ismail, waangalizi hawatofautishi sana na ulivyokuwa mwaka 2020 ambao yeye Maalim Seif alisimama akiwa kama mgombea, na huu wa 2025 hakuwepo kama unasema na mwanzo kabisa mgombea ambaye si Maalim Seif kwenye siasa za upinzani Zanzibar. Kipi ambacho kinaweza kutajwa kwamba ni kimeongezeka tuseme ndani ya kipindi hiki cha miaka mitatu minne mitano iliyopita? Maanake umesema hasa safari ya kujijenga upya tena ilianza miaka miwili baada ya msiba, baada ya kutoka katika lile biwi la huzuni na masikitiko na majonzi, watu kusema kwamba nao sasa tunasonga mbele bila Maalim Seif. Kipi ambacho mlikifanya tofauti ndani ya kipindi cha miaka mitatu iliyopita mpaka mkaweza pengine uchaguzi 2025 kuingia mkiwa wanaposema vijana vibe na nguvu ambazo mlikuwa nazo bila ya ushawishi wa alama kubwa yenu Maalim Seif? Nadhani kubwa Mohamed ni dhamira, na hilo ndio ambalo nafikiri moja kubwa sana Maalim katufundisha, na wengi naamini katika wanafunzi wake wamehitimu katika hili. Na labda kabla sijajibu sawa sawa Mohamed, ni muhimu kitu kimoja kukisema. Unajua mara nyingi tukizungumza urithi wa Maalim, tukizungumza mafunzo, binadamu sisi wengine tunakuwa binafsi, tunaweza kujitazama sisi tu viongozi, lakini mimi nadhani mafanikio ya Maalim unayaona zaidi kwa wafuasi, wananchi wa kawaida. Maana wanasiasa mara nyingine utakuta pamoja na kujikakamua na kusema labda kwamba wewe upo kwa ajili ya dhamira, lakini wengine wetu wengine huwa wanafeli linapokuja swala la kupimwa dhamira zao na utashi wa nafsi kwa pengine kutizama nafasi za vyeo na ulwa na mambo mengine. Lakini wananchi wa kawaida wa Zanzibar ambao walimchukulia Maalim kama shujaa wao, hawa si watu ambao wanategemea labda watapata wao binafsi labda faida fulani, kwa maana labda kupata vyeo au ulua au manufaa au maslahi fulani, ikiwa ni ya fedha, ikiwa labda ni ya kitu. Hawa zaidi wanaangalia dhamira na kile ambacho Maalim aliwaambia kwamba ndicho anachoongoza kuwafikisha. Na pengine pala pazuri pakumbuka kila siku, na huwa tunapakumbuka, ni hotuba ya Maalim Seif aliyotoa katika viwanja vya Tibirinzi kisiwani Pemba tarehe 27 Disemba 1988 pale alipopokelewa na maelfu ya watu kisiwani Pemba, na katika kuonyesha furaha yake akawaambia, nitakuwa pamoja na nyinyi nikiwa ndani ya serikali au nje ya serikali, nikiwa ndani ya chama au nje ya chama, kama uliwahi kuita mwenye Muhammad katika kusanyiko la mashairi ulioliita ahadi iliyotimizwa. Alihitimiza ahadi hiyo. Sasa watu wanaishi katika yale. Sisi wengine huku kwenye siasa pengine unaweza kuwa unatamka, lakini pengine huna dhamira. Lakini kilichotusaidia, nachoamini, viongozi ambao wanaamini katika dhamira ile na wananchi ambao ndio nguzo kuu, na waamini mimi ndio msingi wa movement wa harakati hizi, ni kwamba Maalim alifanikiwa kuizamisha katika nyoyo zetu dhamira na malengo. Na nadhani hapo ndio unapoweza kutofautisha sana siasa za Zanzibar na siasa za maeneo mengine katika nchi, kwa sababu Wazanzibari wanajua wanapigania nini, na hili tukitaka tusitake, hata kama wengine hawafurahi tukisema hii ni kazi aliyoifanya Maalim Seif. Kwa hivyo nadhani Mohamed, kilichotusukuma tukafanikiwa ni hicho, kutambua dhamira, na ndio maana tumekwenda katika ile ulizungumza la uchaguzi mkuu wa 2025
unaona umma umesimama pale pale. Mikutano ya hadhara ilileta misisimko mikubwa sana. Hili hatujawahi kulisema Mohamed, lakini nikupe taarifa za uhakika kabisa kutoka ndani upande wa pili. Mpaka mgombea wa Chama cha Mapinduzi alipata mshtuko, timu nzima ya kampeni wakaanza kusutana huko kwa kujiuliza kwamba umma huu ghafla umeibuka namna hii, umetoka wapi? Ni kwa sababu watu, sisi huwa tunapenda kusema hapa kwa maskhara kwamba kwa lugha zetu za kipwani hizi kwamba watu wamekunywa kikombe cha ijaza Maalim Seif, na ijaza imefanya kazi kwelikweli. Watu wanajua kinachopiganiwa, na ndio maana Wazanzibari wawe ndani ya Zanzibar au wale waliotapakaa katika pembe mbalimbali za dunia, katika nchi mbalimbali, walioitwa diaspora, wote wameshikana pamoja, wameishika dhamira aliyoasisi Maalim Seif. Nadhani hilo lilikuwa ndio lililoleta mafanikio makubwa katika kampeni na hata namna tulivyokabili mitikisiko na mitihani iliyokuja baada ya uchaguzi, kama ambavyo imekuwa mazoea hapa. Vizuri sana umetaja hili suala la umoja wa dhamira, unity of purpose, ambalo kwa hakika ni somo ambalo sifahamu kama linafahamika. Manake tunazungumzia mapambano ya kisiasa ya Zanzibar chini ya Maalim Seif ambayo yalidumu kwa miaka 40. Tunazungumzia tangu vyama vingi vianze mpaka sasa miaka 30 imeshapita, na generation, vizazi vishapita hapa. Sasa swali langu linakuja kwamba vipi mmeweza, au vipi hapa tunaweza taswira haiba ya Maalim Seif, vipi iliweza kudumisha umoja wa dhamira kupita vizazi, yani kizazi chake yeye, kizazi cha walofuata yeye, kizazi cha sasa. Maana hizi tupoangalia mikutano yenu ya hadhara tukuta sehemu kubwa ni vijana ambao pengine wengi wamezaliwa hata baada ya vyama vingi kuanzishwa, wamezaliwa miaka 20-25 iliyopita, kiasi cha kwamba hata hawajui hii kabla hapo ilikuwaje, na wengine kwa mara ya mwanzo walipiga kura mara hii mwaka 2025. Kwa hivyo maana yake ni kusema kwamba hata wakati Maalim anaanza kuwania urais wao hawajaanza hata hajazaliwa. Vipi hichi kitu kinaitwa umoja wa dhamira mmeweza kukidumisha chini ya taswira na haiba Maalim Seif? Tekniki gani ambayo mmetumia nyinyi mpaka ikawezekana kitu hichi? Maalim Seif alikuwa na kipi cha kufanya huu umoja wa dhamira usambae kote miongoni mwa vizazi na miongoni mwa usema kwamba pia Wazanzibari nje na ndani ya Zanzibar? Nadhani kikubwa Mohamed ni ukweli. Ili umoja wa dhamira kama ulivyouita au unity of purpose usimame, nadhani kinachohitajika kikubwa ni ukweli. Sasa kusema hayo haina maana kwamba labda sote tutakuwa na tunaongozwa na hilo. Binadamu kama nilivyosema pale mapema, tumeumbwa tofauti, na hilo si jambo la ajabu. Itakuwa ni jambo la ajabu kutazamia kwamba watu wote wawe wa kweli. Mimi mara nyingi mfano wangu hupiga usema, ikiwa kiongozi wa umma mtukufu wa daraja Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye ni kigezo chema kwetu na aliyeletwa kufikisha ujumbe na kukamilisha dini ya Mwenyezi Mungu, na yeye aliishi na wanafiki mpaka zikashuka sura ndani ya Qur'an kuwasema hao, na mwingine kuambiwa yeye mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba yeye mwenyewe hawajui, lakini Mwenyezi Mungu anawajua. Kwa hivyo hata sisi hao watakuwa, wala hilo si ila, kwa sababu kama nasema ndio maumbile ya binadamu. Lakini ninachotaka kusema kwamba kwa jumla asilimia kubwa ya viongozi na umma ambao unaamini katika hili umesimama katika ukweli. Ukiacha hilo, nadhani sasa kwa sababu ya kuamini katika ukweli wa kile ambacho kinapiganiwa na hiyo dhamira, jengine kubwa ambalo limefanyika ni suala la kuelimisha, na mtu yote anayefuatilia naamini hili atakuwa naliona kwamba hotuba zetu viongozi, ziwe katika majukwaa ya mikutano ya hadhara, ziwe katika mikutano ya ndani, ziwe katika vikao vya chama, ziwe katika mafunzo mbalimbali. Tumeanzisha mafunzo pia kwa vijana wetu, zimejikita katika kusomesha, katika kurithisha, katika kufahamisha nini malengo ya harakati hizi, na hili nafikiri limefanikiwa sana sana kutufikisha hapa. Na la tatu ambalo nitapenda kulisema kwa kuzungumzia miaka mitano hii, nadhani ni kumpata kiongozi ambaye ndiye unaweza kusema kwamba tumemrithisha
ile nafasi ya kuongoza harakati hizi, kwa maana Mheshimiwa Othman Masoud Othman, mimi hupenda kumwita au tunavyoitana wenyewe Maulana kwa lugha zetu za kawaida huko, kwamba mimi namuona Mheshimiwa Othman Masoud, Wazanzibari walimkinai kwa sababu walimtambua kabla hata Maalim Seif hajaaga dunia, kabla hata hajapewa nafasi hii, kwa kuonesha yeye mwenyewe kuyaishi, kuyaamini na kuyasema kwa nguvu kubwa masuala yote yanayohusu haki za Zanzibar. Wanamkumbuka Mheshimiwa Othman, wanamkumbuka tangu miaka ya mwishoni, miaka ya 90, mwaka ya mwanzoni miaka ya 2000. Mimi naukumbuka mmoja katika waraka wake wa mapema kabisa aliowasilisha katika semina moja ilifanyika katika ukumbi wa Bowani Hotel pale, alioita maswali yasiyo na majibu kuhusu muungano. Fursa mbalimbali alizozipata kaendelea kulisimamia hili, lakini akaja akadhihirika zaidi wakati wa nchi imeingia katika utaratibu wa kupata katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano, aliposimama kidete, alivyowafundisha vijana. Kauli yake maarufu pale pale katika ukumbi wa Salama Bowani wakati ule, akamnukuu mmoja wa Pemba akisema itakuwa ni makosa kuweka rehani nyumba yako kwa ajili ya kilo ya mchele ile ende ukapike. Yale aliingia katika nyoyo za watu kujua wanapigania nini, lakini na msimamo wake katika bunge la katiba ambao kila mtu anaukumbuka, aliposimama kidete, akasimama kuhesabiwa kwa maslahi ya Zanzibar, na baadaye miaka mitano hii yote katika majukwaa mbalimbali yameeleza. Kwa hiyo nadhani na hilo la kumpata mrithi wa Maalim ambaye anapita mle anakazia yale anafikisha ujumbe ule na kuonesha dhamira yake bila kutafuta maneno, bila kumwonea haya mtu, bila kujali athari za kumkuta, lakini akasimamia watu wakimwona yeye, naamini kwamba wanamwona Maalim Seif katika uzao mpya akiendeleza harakati zake. Nadhani hayo Mohamed ndio tulofanikiwa katika kurithisha harakati hizi kwa kizazi kipya. Na nikwambie, juzi kuna mtu mmoja aliniambia, mtu mzima aliniambia kwamba Jussa, nyinyi mnajua kwamba ni kizazi cha 3 cha harakati hizi. Nikamwambia tunajua, lakini nikamuongezea nikamwambia uzuri wake tumeshaanza vile vile kurithisha kwa kizazi cha 4, na tunaamini na cha 4 kitarithisha cha 5. Harakati hizi hazitasimama almradi Zanzibar iko hai mpaka ipate haki zake, na baada ya kupata haki zake kuzilinda haki hizo kwa vizazi vya sasa na vizazi vinavyokuja. Naam. Tuje kidogo upande mwingine, Ismail, wanaposema very personal. Nilikuuliza swali mwanzo lakini ukaliingiza katika nchi, uliingiza kwa binafsi. Mimi nataka narudisha tena saa hizi kwa binafsi. Ismail Jussa Ladu, kijana ambaye tangu ukiwa sekondari Lumumba uliingia kwenye siasa na moja kwa moja mikononi mwa Maalim Seif, ukawa chini ya ulezi wake. Ismail, binafsi unapomwangalia Maalim Seif kama Maalim Seif binadamu, mwalimu wako ambaye amekufundisha, kipi ambacho unakikumbuka zaidi? Ni tabu kuibua kitu kimoja tu Mohamed, lakini naweza kusema machache. Bila shaka moja ni kile ambacho nadhani wengi wetu katika harakati zetu tunakikubali, kwamba Maalim alifanikiwa kutufanya sote tujione kwamba ni wake. Kila mmoja alikuwa akijiona ni special kwa Maalim kwa namna alivyokuwa. Kwa hivyo hata mimi ukiniuliza binafsi, nakumbuka jinsi alivyoniweka na nikijiona kwamba ni kama mwanawe, kwa maana mwanawe kisiasa kwa upande wake. Na nakumbuka sana jinsi alivyoniamini. Wanawaambia mara nyingine baadhi ya vijana kwamba unapofika pahala kiongozi akakuamini kwamba hakupi tena labda points akakuandikia au akakupa draft, lakini kama msaidizi wake akakuelekeza tu kwamba Ismail, nenda kaniandikie kwa mfano barua yenye maudhui haya, basi imeisha hapo, au kaniandikie hotuba yenye mnasaba huu, basi, na ukamwandikia na ikafika pala akaipokea kama alivyo, na kama ni barua ikatiwa saini ikapelekwa, kama hotuba ikaenda ikasomwa. Hilo ni jambo kubwa, kwamba umefika pahala kwamba umeweza kuingia ndani ya moyo wake, umeweza kuingia ndani ya akili na
fikra zake kiasi ambacho kwamba ukiandika mwenyewe anajiona kama kaandika mwenyewe. Hilo kwangu mimi lilikuwa ni jambo kubwa sana. Lakini jingine ambalo nakumbuka, siasa Mohamed, na haya pia huwa sipendi kuyasema, najua mimi huwa sipendi kujizungumzia sana mimi mwenyewe binafsi, lakini kwa sababu umeniuliza, labda leo niliseme hili kwamba siasa hizi zina mitihani yake, zina misukosuko yake, na mengine pengine si siri. Waliokuwa wanafuatilia siasa watakumbuka kwamba kama kuna mtu mmoja, na kwa wakati ule labda nikiwa kijana sana, pamoja na mafanikio aliyopata, lakini sote Waswahili wanasema kwamba wenye matunda ndio upopole wao, kwa maana ukusudiwa mti. Kwa hivyo na mimi mafanikio yangu mara nyingine yalikuwa ndio sababu ya kuandamwa, kupigwa vita, kusemwa, kusengenywa, kuandaliwa majungu, na hata mara nyingine hujuma, tena na baadhi ya watu ambao tulikuwa karibu sana. Wengine pia nilikuwa nikiona kama ni miongoni mwa pengine walimu wangu kisiasa, kama alivyokuwa Maalim, lakini ndio kawaida. Sasa moja ambalo Maalim kwanza binafsi akinihusia sote ni kwamba haya, Ismail, uyatarajie na yasikuyumbishe, baki katika kile ambacho unakiamini, madhali unaamini kwamba uko katika jambo la sawa sawa, msimamo wa sawa sawa. Lakini mbali ya yeye kuninasihi hivyo, yeye mwenyewe si mara moja, si mara mbili, si mara tatu. Nakumbuka jinsi alivyosimama hadharani, mara nyingi ilikuwa ni katika vikao vyetu vya ndani, lakini si vya ndani kwa maana vya watu wachache, na akisema hadharani kuwakemea waliokuwa wakiendesha vitimbi hivyo na kunitetea kwa nguvu zake zote. Kwangu mimi lilikuwa ni jambo kubwa sana, na si kama nilipokuwa nikikosea pia alikuwa hasemi, na ndio maana labda tumekuwa vitulivyo, kwa sababu Maalim alikuwa na desturi yake. Ukifanya vizuri atakwambia, atakupongeza na kukutia moyo usonge mbele, na unapofanya makosa vile vile atakwambia na kukuelekeza. Alikuwa desturi. Kwa hivyo haya nadhani Mohamed, kwangu mimi ndio makubwa ambayo personal na hisi, kwa sababu tuwe wa kweli, nitakavyokuwa na wenzangu wa sasa tunaofanya nao kazi pamoja, zaidi nitawaona kama ni washirika, colleagues, na waheshimu. Kwa mfano namheshimu sana Mheshimiwa Othman Masoud vyovyote atakavyokuwa, kwa sababu sasa hivi ni kiongozi wangu, na waheshimu watu kama Babu Juma Duni Haji, mwenyekiti mstaafu, na waheshimu wengi wengine ambao tuko pamoja hapa. Kwa mfano ndugu yangu Salum Bimani, tumezianza harakati hizi, ni kama vile wengi husema kama ni pacha wangu na wengine. Lakini ukitizama au kwa mfano Mheshimiwa Nasor Mazrui, Mheshimiwa Mansur Sufrimidi na wengine tulikuwa pamoja, lakini hawa nafikiri mimi ninavyowaona na wao wanavyoniona mimi, tunachukuliana kama vile ni tuko sawa, ni washirika, ni colleagues. Ile taswira ya wanasema wazungu to look upward, kumtizama mtu juu yenu kwamba huyu ni kiongozi wetu, na kwamba huyu ni kama alama, huyu ni kama ndio mkata shauri wa mwisho katika kila jambo lile. Nafikiri ndio jambo lingine ambalo mimi nalikosa, lakini naamini sio peke yangu tu, nadhani na wengine wetu sote, kwamba miongoni mwetu tunachukuliana kwamba tuko sawa, tunashauriana, na alhamdulillah moja hilo limetusaidia kwamba pale niliposema mwanzo, tuko katika dhamira na ukweli, tunaongozana, tunashauriana. Lakini yule wa mwisho ambaye zamani atasema kwamba sasa hili limekwisha, nimekata shauri, nafikiri kile ndio kitu ambacho tunakikosa kwa kipindi hichi. Na mimi binafsi vile naweza kusema kwamba pia nakiona kwamba kinakosekana. Nadhani sasa nimejibu swali lako Mohamed. Naam, asante. Zanzibar chini ya ndani ya miaka yote ya mapambano kuna kitu ambacho kinazoeleka kuitwa mpasuko, mgogoro na kadha wa kadha. Nataka kujua kwa mafahamu yako, Maalim Seif alikuwa mtu wa aina gani panapohusika haiba yake wakati wa mgogoro? Panapotokezea mgogoro, alikuwa mtu wa aina gani? Unajua Mohamed, kama wengi wanaposema kumzungumza Maalim hummalizi wala huwezi. Mara nyingine kufupisha pia inakuwa shida sana. Nakumbuka maneno ya mzee wetu mmoja katika harakati za siasa, wengi waliokuwa wanafuatilia wanamkumbuka,
Mzee Amani Thani aliwahi kufanya maskhara mara moja, Mwenyezi Mungu amlaze pema, akasema kuna bwana mmoja sitaki kumtaja hapa, alikuwa anasema anaandika kitabu, akasema hichi kitabu hakimaliziki, kinaweza kikawa labda ni kikubwa kiasi ambacho kitahitaji marfa ya kigogo cha mbuyu kuweza kukaa kwa ukubwa wake. Kwa hiyo nadhani pengine na hilo linahusu unapotaka kuandika kitabu kuhusu Maalim Seif au hata pengine vipindi kama hivi kumweleza. Lakini katika hili kwa hiyo nasema lina mambo mengi na lina ncha nyingi. Nachoweza kusema nadhani kimoja ni kwamba kwanza kwenye migogoro inategemea na katika hatua za mwanzo linapokuja suala la kwanza kuweka misingi, Maalim alikuwa akionyesha umadhubuti wa kutoyumba katika ujumbe anaotoa. Moja katika vitu vikubwa ambavyo Mwenyezi Mungu alimjalia kipaji Maalim Seif, sote tunatambua, ni uwezo wake wa kuitambua hadhira anayozungumza nayo, wakati anaozungumza na ujumbe anaotaka kufikisha. Alikuwa ana tone kwa maana ya ile lafdhi ya lafdhi mahadhi, lakini hata ile sauti kwamba inapanda au inashuka kulingana na pale anapozungumza. Kwa hivyo unapokuwa na mgogoro pale mwanzo, anapotaka kuonesha kwa mfano kwamba tumedhulumiwa, anapoizungumza haki huizungumza kwa lugha kali ambayo haionyeshi kuyumba, na hilo limefanikiwa sana. Na hili niseme kwamba naliona hata kwa mrithi wake Mheshimiwa Othman Masoud kwamba naye katika kipindi hichi ametuonesha hilo. Lakini mnapokwenda sasa katika hatua za kutaka kupata ufumbuzi wa mgogoro huo katika mazungumzo, kwanza moja, alikuwa anahakikisha kwamba umma wote unaomwamini kama kiongozi wao uko pamoja na yeye, alikuwa hauachi nyuma. Kwa hivyo kila hatua alikuwa anaushirikisha na anahakikisha kwamba yale anayoyasimamia yanaungwa mkono na umma. Na hili ninafikiri muhimu kulizungumza tunapomzungumza, tukimkumbuka leo miaka 5 tangu kutoka. Wengine mara nyingine hutaja mifano ya mikutano, kwa mfano ambayo ilikuwa migumu kwa Maalim kuihutubia kutokana na msimamo aliochukua, lakini nadhani huwa hatuingizi katika muktadha wake tu. Kwa mfano nitakumbuka matukio mawili. Moja sikuwapo kwa sababu tuliachana majukumu akatuacha Uingereza, lakini baada ya mauaji ya 2001 nakumbuka alivyonieleza, na baadaye sio yeye tu hata watu wengine walikuja wakanipa na mtazamo wao, na mmoja nitamtaja kwa sababu mwenyewe huwa haoni tabu kunukuliwa katika hili. Profesa Abdul Sharif, wengi tunamfahamu, mzee wetu, profesa alibobea katika historia, yani hudhuria mkutano huo. Sasa maneno aliyoniambia Profesa Abdul Sharif ndio maneno ambayo Maalim Seif mwenyewe aliyasema kwamba katika mkutano mgumu aliwahi kuhutubia katika viwanja vya Mnazi Mmoja aliporejea baada ya mauaji ya 2001, akiwashawishi watu, akiwajengea hoja ya umuhimu wa kutafuta ufumbuzi kupitia mazungumzo, watu bado wakiwa wana machungu ya yale ambayo waliyashuhudia, mauaji makubwa ambayo hayakuwahi kushuhudiwa Zanzibar tokea baada ya mapinduzi. Kwa hivyo alipata tabu na watu walikuwa na hasira. Naambiwa kama nilivyosema, mahali mwenyewe anasema Profesa Abdul Sharif aliwahi kuniambia kwamba yeye hakumbuki wala hadhani kwa Maalim aliwahi kupata tabu ya kuhutubia mkutano mgumu kama ule. Lakini huu ukaja ukafunikwa, kwa sababu angalau huu aliweza kuhutubia, ukaja ukafunikwa na mkutano ambao alikuja akahutubia katika viwanja siku hizo na vita vya demokrasia Kibanda Maiti pale mwaka 2009 baada ya maridhiano. Maridhiano yalipokewa vyema na watu, lakini kwa sababu ya namna alivyoendeshwa tofauti na mazungumzo yaliyopita, haya hakwenda kwa watu kwanza, sababu tulikuwa tunajua kwamba kuna watu walikuwa hawayataki, na ndio hao ambao baadaye wamekuja kuyahujumu maridhiano yale, wengine nje ya Zanzibar wakiwa na malengo yao kama kawaida ya kikoloni dhidi ya Zanzibar, na wakiona umoja wa Zanzibar kama tishio. Kwa hivyo kwa kuyatambua hayo, hatua za mwanzo ilibidi zifanyike kwa siri, lakini siku ile alipokwenda pale, na hasa lile kubwa la kutangaza kumtambua Rais Amani Karume, ikiwa imepita miaka 4 tangu ilipofanyika uchaguzi wa 2005, tukitangaza tumtambui,
ilileta shock au mughma kwa watu, kwa sababu hakulitarajia lile ghafla, na akawa pale ni kushambuliwa kwa maneno mpaka kuzomewa, na ikabidi akatisha hotuba yake. Lakini hata baada lile alilifanya vile au kama lile 2001 kwa sababu tu mazingira yalilazimisha kwa zile hatua za mwanzo achukue vile, lakini baada ya hatua pale alirudi katika ule msingi wa kwamba lazima ende na umma wake uliokuwa umemwamini. Kwa hivyo akachukua hatua za kurudi chini, kuzungumza na watu, na sasa kwa sababu amesha break the ice kama wanasema wazungu, ameshatangaza sasa, akawa anao uwezo wa kufafanua nini kilichojiri tangu mwanzo. Na kwa hivyo pale ndani ya muda mfupi, tunadhani ndani ya wiki moja tu, tulikwenda Pemba, nakumbuka siku ya pili akahutubia mkutano hadhara, na baadaye tukarudi Unguja, vikao vya ndani vikafanyika, watu akawaeleza kilichojiri na hatua tulizopitia na nini kinategemewa, watu wakamunga mkono. Kwa nadhani la pili, Mohamed, ni hili kwamba iwe katika vipindi vya majaribio kama hayo matukio mawili niliyotaja, au yale mengine kama mazungumzo ya mwafaka wa pili na watatu, ambapo alikuwa akiwaeleza umma wake kila hatua, na hata la katiba mpya ambalo sina mgogoro, lakini lilikuwa linahitaji msimamo. Mnakumbuka nyote au wote wanaotusikiliza wanakumbuka kwamba kila hatua alikuwa anatoka hadharani kuwaeleza watu wapi tulipo na wapi tunakwenda na upi msimamo wetu. Kwa nadhani hilo lilisaidia sana katika suala la kwenda na umma. Na la tatu nilitaje ni kwamba anapokwenda katika mazungumzo anakwenda kwa nia safi, anakwenda na dhati kabisa kupata mgogoro, na akitambua kwamba katika mazungumzo huwezi kupata kile unachokitaka. Alikuwa tayari kila wakati kupokea na kutoa, yani kufanya compromise, mradi anasonga mbele. Na katika kufanya hayo siku zote alikuwa akiongozwa na moja tu, kwamba maslahi ya Zanzibar ndio yanapaswa kuwa mbele kabisa. Hilo lilionekana kwa mfano katika maridhiano na katika hatua nyingine zote ambazo alizipitia. Na nasema tena katika hili, naona fahari kwa mrithi wake Mheshimiwa Othman Masoud, namuona naye akipita mle. Kwa hivyo hayo matatu, Mohamed, nikiyazungumza kwa mukhtasari nitasema, la kwanza, ithibati ya msimamo anapoanza kueleza position yake mgogoro unapotokezea. La pili, kuhakikisha kwamba anakwenda na umma na uongoza ili wafahamu anachokipigania. Na la tatu, katika mazungumzo yale kusimama katika utayari wa kukubali kutoa au kupoteza na kupata, mradi Zanzibar inapata zaidi, kwa sababu Zanzibar inakuwa ndio campus ya harakati zake. Naam, asante Ismail. Labda twende katika swali la mwisho kabisa, na hili linakuja kuangalia kizazi kilichopo hivi sasa, kama tulivyosema au ulivyosema mwanzoni kwamba kuna hii hali ya kusafirisha umoja wa dhamira ambayo mnaipigania, ambayo imesimama na Maalim Seif miaka yote hii, kuisafirisha kutoka kizazi, na sasa nyinyi kizazi cha tatu, kinakuja cha nne, cha tano, vinakuja vizazi vingine vinakuja mbele huko. Na nataka kujua kwamba kwa mtazamo wako, taswira ya Maalim Seif, mwongozo wake na haiba yake itaendelea kudumu kiasi gani kwa vizazi vijavyo, ukizingatia kwamba tunaishi katika zama za mabadiliko, si tu ya mawasiliano, lakini pia mabadiliko ya mitazamo, mabadiliko ya kilimwengu ambayo tunakwenda nayo. Je, kwa mfano kitu kimoja ambacho kimekuwa ni umoja wa dhamira kwenu Zanzibar, kwetu Zanzibar bila shaka minimo, ni hadhi na nafasi ya nchi yetu kama sehemu ya muungano, au sehemu ya hata nje ya muungano kama sehemu ya nchi za bahari ya Hindi na kadha wa kadha. Yote haya unayaona kwamba yakiwa na nafasi katika siku zijazo, katika ulimwengu ambao tunakuja na kizazi hiki ambacho sasa kinachipukia, kikipokea kijiti kutoka kwenu nyinyi ambao ndio mlioandaliwa na kufundwa na alama yetu Maalim Seif? Au nadhani kwamba hapo njiani lazima patakuwa na haja ya kubadilisha hata mitazamo na fikra zetu kuhusu kipi hasa tunamaanisha tunaposema kwa mfano ajenda ya Zanzibar? Unadhani kwamba kinapaswa kubadilika au kitabadilika kwa sababu ya nyakati na muda tangu Maalim Seif ameanzisha mpaka ameondoka na mpaka siku zinazokwenda? Mimi nadhani, Mohamed, kwamba ajenda ya Zanzibar haiwezi kubadilika kwa maana ya msingi wake. Inaweza kubadilika au kinachoweza kubadilika na kimekuwa kikibadilika hata wakati wa uhai wake Maalim Seif mwenyewe, ni namna ya kukiendea. Lakini ajenda yenyewe Zanzibar ambayo inahusu kurejesha mamlaka kamili ya nchi yetu na haki zetu
na haki za wananchi wa Zanzibar, hilo nadhani limezama katika nyoyo, na mimi napata moyo sana Mohamed, ninapoona kwamba kizazi kipya, mapema hapo ulizungumza mwenyewe kwamba hata ukiangalia mikutano ya kampeni ulikuwa unaona vijana wengine ambao wamepiga kura kwa mara ya mwanzo mwaka 2025 na wao wakipita mle mle. Niseme Mohamed, mimi leo hii kabla hatujafanya mazungumzo haya nilikuwa napitia kwenye mitandao ya kijamii kutizama watu wanakumbuka vipi tarehe leo, na kilichonitia moyo na kunijaza imani na kunifurahisha niseme ni kuona mpaka vijana wadogo kabisa. Kuna vijana wengine mpaka nimewasiliana nao hivi asubuhi baada ya kuona kile ambacho wameposta au wameandika, unafurahi kabisa na kupata moyo kwamba hizi harakati, kama kuna mtu ajidanganya kwamba zitakufa, huyo mtu kwa hakika anaishi katika dunia yake peke yake. Wazanzibari wa zamani na wa sasa na kizazi kinachokuja wanatambua tunapigania nini. Kwa hivyo hilo nadhani linanipa faraja sana. Sasa nini kimefanyika? Nadhani moja, kama nilivyosema pale mapema, kwa sababu tunarithisha hili na umesema ulimwengu unabadilika. Nadhani hata ukitizama sisi wenyewe namna ya kufikisha ujumbe leo hii, tulipoanza sisi harakati hakukuwa na online TV, hakuja kuwa na Twitter, hakuja kuwa na TikTok, hakuja kuwa na Facebook, hakuja kuwa na Instagram na mengi mengine kama hayo. Hakuja kuwa na AI, leo kuna mpaka ChatGPT, lakini leo nyenzo zote zilizozitaja zinatumika, iwe na sisi au na vijana wenyewe katika kusukuma ujumbe. Nadhani Mohamed wa mwenyewe shahidi, karibuni katika hii gumzo la Ghassani umeweka mpaka nyimbo ambazo zimetengenezwa kwa kutumia AI, artificial intelligence, kwa maana ya kutia muziki kwa AI, mwimbaji wa AI, lakini ajenda ni ya Zanzibar. Walifanya hivyo wengine unawajua Mohamed, na mimi nawajua, ni vijana kabisa. Kwa hivyo hilo linakuonyesha, na hawa wako wengi Mohamed. Kwa hivyo nasema hizi taratibu zinabadilika. Leo umeona nafikiri kwamba hata taswira, picha za Maalim Seif zinatolewa kwa kutumia artificial intelligence zikihuisha ile ajenda anasimama. Nadhani hicho ndio ambacho kinawaumiza hata waliokuwa maadui zake, kwamba walidhani kwamba tulipokuwa tunamzika Maalim pale Nyali Mtambo Februari 18 kwamba ndo alikuwa kamalizika. Hawakujua kwamba tumezika kiwiliwili, lakini roho ya Maalim Seif inatembea katika nafsi za Wazanzibari, inatembea katika ardhi na anga na bahari ya Zanzibar, na inasukuma mbele ajenda hiyo. Hilo nadhani linatusaidia sana. Lakini jengine, na nadhani nitumie ili kulifungia soka nasema huwa hayeshi, lakini nataka kusema ni kwamba hata ajenda ya kilimwengu sasa hivi Mohamed inasukuma na kuthibitisha ajenda ya Zanzibar. Kwa nini? Leo iwe tunapenda au hatupendi, lakini ukweli ni kwamba dunia inabadilika. Kuna kile kinachoitwa shift in global power. Kuna shift ya siasa za kilimwengu, kwa maana geopolitics, kwamba zamani ilikuwa inatizamwa kwamba zaidi ni mashirika ya kimataifa, dunia kuja pamoja, na propaganda hizi hata hapa ndani ya Tanzania zilitumiwa sana kutupiga vita Maalim Seif na sisi wenzake, kwamba kama vile tunazungumza jambo la kituko, la kioja, la ajabu. Lakini sijui sasa watasemaje, kwa sababu sasa dunia increasingly zaidi ukizama nchi zinajiangalia ndani zenyewe. Ukizama ajenda ya Marekani inazama maslaha yake, ukija upande wa mashariki ukizama China inatizama maslaha yake, Ulaya leo inapata misukosuko, kila mmoja anajiangalia ndani. Nchi za Kiafrika zenyewe, hata hapa Afrika Mashariki kwenyewe, katika ukanda wetu, kila nchi inaangalia maslaha yake. Sasa katika hali kama hiyo utajiuliza, unaiwaje ajenda ya Zanzibar ambayo lengo lake tangu mwanzo lilikuwa ni kupigania haki za Zanzibar, fursa za Zanzibar, nguvu za Zanzibar kuweza kutumia ili kusonga mbele kama nchi. Kwa hivyo leo mimi nadhani siasa za kilimwengu zenyewe, haya mabadiliko uliyosema Mohamed, yanaipa nguvu ajenda ya Zanzibar, kwamba tulikuwa sahihi, kwamba kabla ya kuzungumza umoja, kabla ya kuzungumza mashirikiano na nchi nyingine, kwanza ni nchi yenyewe kusimama, ndipo inapoweza ikawa na mchango mkubwa zaidi na muhimu zaidi inapozungumzia ushirikiano na nchi nyingine. Kwa hivyo nadhani Mohamed,
geopolitics zinavyokwenda sasa hivi zinaonyesha nchi zikijitazama zenyewe na haki zake na kulinda maslahi yake ya kisiasa, ya kiuchumi, ya kiulinzi, utamaduni wake, utambulisho wake, na ndivyo ajenda ya Zanzibar ilivyo. Lakini vile vile dunia sasa imeshuhudia kuja na mifumo mipya hii ya mawasiliano kama nilivyotaja pale mwanzo, iwe Instagram, iwe Facebook, iwe ChatGPT, iwe Twitter, iwe TikTok, iwe Thread. Zote hizi zinaendelea leo kutumiwa na kizazi kipya kusukuma mbele ajenda ya Maalim Seif. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi Mohamed. Naamini hata sisi sote binadamu utafika wakati wetu tutaondoka duniani kwa muda kwa Mwenyezi Mungu katuandikia. Lakini naamini tutaondoka sisi, ajenda na mbegu ya dhamira aliyoipanda Maalim Seif itasonga mbele mpaka Zanzibar isimame na haki zake. Naam, asante sana Ismail Jussa. Asante kwa hivi leo kupata wasaa wa kumkumbuka na kumwenzi kiongozi wetu, kipenzi chetu Maalim Seif Sharif Hamad ambaye miaka 5 iliyopita aliaga dunia baada ya kuongoza mapambano katika Zanzibar kwa takriban miaka 40 mfululizo. Nashukuru sana kama Ismail na nakutakia kheri, na bila shaka kama ambavyo unasema kwamba ajenda ya Zanzibar ambayo iliasisiwa au tuseme iliendelezwa naye itaishi kadri ambavyo pana Mzanzibari mmoja ambaye anavuta pumzi, msemo ambao kila siku unarejea mwenyewe. Na nashukuru sana kabisa Ismail, asante sana. Mimi nakushukuru Mohamed kupata fursa hii na niwaombe Wazanzibari waendelee kuishi katika fahari ya kujinasibisha na kile ambacho Maalim Seif alikipambania na aliyatoa kafara, aliyatoa wakfu maisha yake yote kwa ajili ya nchi yetu na watu wake. Nashukuru sana Mohamed, leo tunapomkumbuka Maalim miaka 5 tangu alipotuacha kimwili, lakini bado anaishi na sisi kiroho na katika nafsi zetu. Asante sana Mohamed. Jazakallahu khair. Mpenzi mtazamaji, basi ni haya kwa leo kutoka Gumzo Maalum hapa Gumzo la Ghassani, tukiangalia miaka 5 tangu kuondoka kwa Maalim Seif Sharif Hamad, kiongozi na alama ya Zanzibari. Bila shaka maoni na mchango yako na dua zako za kumtakia rahma kipenzi huyu ni muhimu sana. Weka chini hapo, tukutane mara nyingine.